tulikuwa tukisubiri kwa hamu sana draw ya CAF Champions League 2026 2027, na sasa ni on tayari, draw hii imefanyika na nilikuwa niko busy sana leo hii kutokana na shughuli za hapa na pale, lakini nikasema nikipata muda tutazungumzia kuhusu hawa wapinzani ambao wamepangiwa na timu zetu za hapa nyumbani, kwa maana ya timu za Tanzania. Ukiangalia wapinzani wote, timu zote nne hapa, tunakwenda kuangalia wapinzani wa Young Africans. Tunaanza na wapinzani wa Young Africans kwa maana Gaborone United ndio tunakwenda kuangalia hapa, lakini kiujumla, ile overall summary, timu zote nne za Tanzania, wapinzani ambao wamepangiwa, timu ambayo naona mpinzani wake ni mgumu, yani timu ambayo naona inaweza inapata challenge kubwa zaidi ni Azam FC. Azam FC wanakutana na Kigongo. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu Azam wanakutana na mshindi kati ya Zedi na Asas Djibouti Telecom ya Djibouti. Sasa tunafahamu kuhusu mpira wa Djibouti, of course hata wenyewe wanapata changamoto kucheza mpira nyumbani. Kwa hiyo mechi yao inaweza kachezewa huko kwa Misri. Yaani usishangae ukasikia Asas wanakwenda kucheza Misri mechi zao zote mbili dhidi ya Zedi. Zedi ni miongoni mwa timu ngumu, miongoni mwa timu hodari katika kandanda ya Misri. Imekuwa ikisumbua sana pale kwenye miaka hivi karibuni, na wana wachezaji wengi wenye daraja la juu. Sasa inawezekana usiheshimu Zedi, lakini heshimu kandanda ya Misri kwa level kama ya Azam FC ambao wenyewe pia wanapambana kujitafuta kuendelea kuwa na consistency ya ushiriki wao kimataifa. Unaona kwa mpinzani huyu ni mpinzani ambaye anakwenda kumpa challenge kubwa. Kwa hiyo ni mechi ambayo ni kama 50-50 hivi kwa Azam FC na Zedi. Yaani Zedi naona atampiga Asas Djibouti, lakini kukutana na Azam mambo atakuwa vipi? Iko ndo kipengele. Sasa tukiweka hiyo pembeni, tutakuja kujadili, of course tutaangalia timu zote kila mmoja na mpinzani wake aliyepangiwa naye, lakini kwa session hii tunakwenda kuangalia kwanza Young Africans na mpinzani ambao wamepangiwa naye. Wananchi wamepangiwa Gaborone United. Yes, Gaborone United ni timu kutoka Botswana ambayo sio ngeni katika masikio ya Watanzania, sio ngeni katika macho ya Watanzania, kwa sababu Gaborone United ni timu ambayo hata msimu uliopita ilikuja hapa Tanzania kucheza na Simba. Simba alimfunga Gaborone United kule Botswana. Nadhani mechi ilipigwa Francistown ile, akashinda Simba goli 1-0, na mechi ya pili ikaja kuchezwa hapa Dar es Salaam, wakatoka sare ya bao 1-1, lakini ilitosha kwa Simba kwenda hatua inayofuata baada ya kumalizana na Nsingizini Hotspurs. Kwa hiyo ni mpinzani ambaye Watanzania naamini wanamfahamu, lakini vitu vimebadilika. Of course huyu mpinzani tulishia kumzungumzia that time wakati Simba anacheza na Gaborone United, lakini sasa hivi mambo yamebadilika. Kitu gani kimebadilika? Maybe tutegemee mechi aina gani kutokana na mpinzani huyu na pia Young Africans wenyewe pia walivyo. Kimsingi awali ya yote, hii mechi Young Africans ni favorite. Yani Young Africans ukipima mzani wake, ukipima na mzani wa Gaborone United, ni vitu viwili tofauti kabisa. Lakini mpira hauko hivyo. Mpira hauna huyu mkubwa, huyu mdogo. Huyu ana wachezaji wengi wazuri kuliko huyu. Huyu anatumia jina lake ni kubwa na mashabiki wengi kuliko huyu. Iko kitu kwenye mpira, nafasi inayo, lakini sometimes sio lazima imfae mmoja wapo. Sasa hivi CAF wanapanga wapinzani kutoka katika zoni hizo karibu, yani watu ambao karibu wanapangiwa hivyo, hususan katika hizo preliminaries wanapangiwa zoni za karibu. Sasa kwa hizi timu za Tanzania, maana ukiangalia wamepangiwa sana wapinzani wa humu karibu, wanakwenda kucheza na Gaborone United Young Africans, ikiwa Gaborone United ni timu kutoka jijini Gaborone, Botswana. Ni timu ambayo iko chini ya benki ya Botswana. Ni timu ambayo inafanya vizuri katika ligi kuu ya Botswana. Hapo tunapozungumza ni mabingwa mara 2 mfululizo, ukiachana na mara nyingi walizobeba huko nyuma, lakini misimu miwili iliyoisha yote wamebeba wao. Mara ya mwisho kwa maana ya msimu wa 24-25 walikuwa na Dimitar Pantev, meneja ambaye baadaye akaenda kujiunga na kikosi cha Simba. Kwenye kikosi chao alivyoondoka Pantev, walibakia na kocha Mrundi, walikuwa wamebakia naye pale, ambaye kimsingi ni kocha ambaye alimchukua kwa ajili ya timu ya wanawake,
akachukuliwa akawa as a head coach kwa muda, lakini baadaye akaja kupata kocha mwingine Sean Connor, kocha kutoka Ireland, wakamsajili yule, sasa ndo akawa kocha mkuu. Baada ya kuwa kocha mkuu akaiwezesha timu kwenda kubeba ubingwa wa ligi kuu ya Botswana na akashinda tuzo ya kocha bora wa msimu ulivyomalizika. Kwa hiyo kuhusu eneo la kocha, watu wanamkumbuka Dimitar Pantev, lakini alitoka Dimitar akaingia huyu Mrundi, kocha Mrundi ambaye ni kocha wa timu ya wanawake, lakini baadaye akaingia huyu Sean Connor. Kwa hiyo huyu ndo kocha ambaye wako naye sasa hivi. Lakini sasa timu hii miongoni mwa strength zake kubwa ni timu ambayo attacking minded, ni timu yenye kushambulia. Discipline ya kujihami ni ndogo. Hiki ni kitu ambacho nilishia kuzungumza huko nyuma. Kwa wale ambao wamefuatilia session nikiwa nazungumzia hizi timu za Kosafa huko, ni timu ambazo zinafunguka, zinashambulia, hawaogopi kwenye hilo eneo. Kwa hiyo kama unaweza kuwafunga, wewe wafunge, ila watakushambulia vya kutosha. Tuliona msimu uliopita Young Africans walicheza na Wiliete de Benguela ya Angola, walifungwa wale wa Angola magoli ya kutosha. Kwa nini walifungwa? Kwa sababu discipline ya kujihami hakuna, wenyewe wanapenda tu kushambulia. Baada ya hapo wakaenda kucheza na Silver Strikers kutoka Lilongwe Malawi, Shapa Mabankers, na wenyewe pia walikuwa na of course wakufungwa magoli mengi sana, lakini walikuwa na wenyewe wanashambulia hivyo. So na hawa pia tumeona walivyocheza dhidi ya Simba. Kwa wale ambao wanafuatilia ligi ya Botswana, kwa wale wanaofuatilia mpira wa Kosafa, ni mpira wa open, mpira wa wazi, na timu zinashambulia kweli kweli. Ndani ya kikosi hiki, mchezaji wa kuchungwa zaidi kwenye kikosi cha Gaborone United ni Tatayaone Kamanyane. Huyu ni mshambuliaji ambaye amekuwa na kiwango bora. Alishakuwa top scorer mara 2 wa ligi kuu ya Botswana. Alienda South Africa akawa amerudi. Tatayaone ni kiungo wa ushambuliaji. Of course anacheza namba 10, anaweza kucheza winga, lakini amekuwa akifunga hayo magoli. Msimu uliopita haukuwa mzuri sana kwa Tatayaone Kamanyane. Miongoni mwa washambuliaji hatari sana kwenye ligi ya Botswana ni pamoja na Thabang Sesinyi, nyota wa Jwaneng Galaxy. Yeye ndo alikuwa top scorer msimu uliopita, alifunga magoli 22. Kwa hiyo ndani ya Gaborone United, licha ya performance nzuri na kwa hiyo ubingwa, hawakufanikiwa kuchukua tuzo ya top scorer. Nyota mwingine wa kuangaliwa kikosini ni Diesel Lebohang, captain wao, ambaye anacheza katika safu ya kiungo. Huyu pia ni mzuri katika kuichezesha timu, katika kupiga pasi. Lakini nyota mwingine pia ni Tabo Maponda ambaye ni winga wao. Wana Tatenda Gora ambaye ni center back wao. Wana golikipa Tabo Mosogale ambaye ni golikipa ambaye msimu uliopita amekuwa na assist na clean sheets 17 msimu uliopita. Ni golikipa wa viwango. So wana wachezaji, lakini sasa tumetaja wachezaji hapa. Gaborone United sio timu yenye mashabiki wengi sana pale Botswana, na Waswana mpira wa nyumbani hawajainvest hivyo. Yani mpira wa nyumbani sio sana mapenzi yao zaidi ni mpira wa nje ya Botswana. Kwa hiyo pale nyumbani kidogo kuna changamoto. Ukikompare hawa na Young Africans, unaona kabisa Young Africans wana nafasi nzuri ya kwenda hatua inayofuata. So ni imani yangu Young Africans wanaweza kumpiga huyo Gaborone United home and away, nyumbani na ugenini. Simba alimpiga kule, hapa akaja kutoa naye sana, lakini Young Africans anaweza kumpiga kule, ana uwezo wa kumpiga na hapa Tanzania. So hilo ndo kubwa zaidi ambayo nataka nishia kwa wakati huu, lakini session nyingine za vipindi vingine tutakuja kuzungumzia pia wapinzani wa Simba, kitu gani ambacho wako nacho kwa maana ya Mighty Wanderers kutoka Malawi, tutawaangalia hapa. Hii ni Mzinga Sports, lakini una nafasi ya kuweka comment, ya kutoa comment kwenye comment section hapo, uniambie unamuona Young Africans akitoboa mbele ya Gaborone United au unaona anapoteza? Weka comment kwenye comment section, bila kusahau kusubscribe. Hii ni Mzinga Sports.